Jamani waandishi wa habari, habari za wakati huu. Poleni sana majukumu ya kikazi, lakini leo tumeamua kuwaita kwa sababu tuna jambo muhimu sana. Tunatamani tuhabarishe umma wa wanamichezo, lakini basically na wanachama wa klabu ya Simba kwa ujumla. Kuna sintofahamu nyingi zinaendelea kwenye timu yetu. Imebidi sisi kama influencers tuweze kujiweka sawa ili tuweze kwenda kwenye mlengo ambao unafanana. Kwanza nitumie nafasi hii au jukwaa hili kulaani vikali tukio ambalo sio la kiungwana, tukio ambalo lilikuwa la kinyama, la kidhalilishaji ambalo mwenyekiti wetu Mheshimiwa Murtaza Ali Mangungu alifanyiwa wakati wa mara baada ya mchezo wa Simba dhidi ya Esperance de Tunis pale Benjamin William Mkapa na baadhi ya mashabiki wa mpira wa miguu. Tunalaani vikali kitendo hicho cha kinyama kwa sababu hakitwezi tu utu wa mtu, lakini bali kinahatarisha pia maisha ya mtu. Hata kama angekuwa hajafanyiwa mwenyekiti wetu Mangungu, angefanyiwa mtu mwingine, bado tungepiga vita vikali au tungelaani, kwa sababu sio kitendo cha kiungwana. Sisi kama wana michezo sio utamaduni wetu kupigana. Mwenyekiti wetu kudhairishwa, tumeumia sana na tunalaani vikali, na nitumie jukwaa hili kuliomba jeshi letu la polisi tukufu kuwashughulikia ambao walihusika kwa namna moja au nyingine kumshambulia hadharani na kumdhihaki na kumdhairisha mwenyekiti wetu wa klabu ya Simba Murtaza Ali Mangungu mbele ya watu, mbele ya kadamnasi ya watu. Tunaliomba jeshi la polisi lifanye kazi hiyo ili kulinda utu wake, kulinda heshima yake, kulinda hadhi yake kama mwenyekiti wa klabu, lakini kulinda hadhi ya klabu ya Simba, klabu ambayo ina mashabiki zaidi ya milioni 40 hapa nchini Tanzania. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni wana Simba, kuhusiana na Simba yetu inaenda wapi. Kumekuwa na sintofahamu nyingi na upotoshaji mwingi kuhusiana na klabu yetu. Hali hii inapelekea migongano kwa wanachama na mashabiki. Hawajui washike lipi, wafuate lipi, waongee lipi, kwa sababu watu wengi hawajui ukweli. Leo ukweli tutausema hapa. Ni mwaka wa 4 sasa timu yetu haina ubingwa wa NBC Premier League. Tunafungwa na Yanga kila wakati. Mwelekeo wa klabu bado haujaeleweka. Klabu yetu maendeleo yake yamesimama, yamekuwa dominant. Haipigi hatua. Shida ni nini? Shida iko wapi? Ili kila mmoja amwambie Mtanzania shida ya Simba iko hapa. Kwa sababu kuna uongo mwingi huko, watu wanaamua kurithishana. Tumesema hapana. Klabu yetu inakuelekea siko, tuwaambie watu ukweli wajue. Nataka niwaambie matatizo haya mengi ambayo Simba yanatukabili kwenye klabu yetu sisi. Haya matatizo ambayo unaona Simba high progress. Leo klabu ya Simba tunafungwa mpaka na timu ya under 20. Azam FC. Inawezekanaje wapi? Na wakati sisi ndio klabu ya mfano, tuzalishe wachezaji wetu wenyewe, tuwatumie kwenye timu kubwa. Maendeleo yote yamesimama ya Simba. Mwisho tulikuwa tunalalamika, na mimi mwenyewe ni mmoja wapo, kwa nini klabu ya Simba haisajili wanachama? Mnajua shida ni nini? Mwekezaji alizuia wanachama wasisajiliwe. Mwekezaji alizuia wanachama wasisajiliwe, na sababu za kuzuilia akasema wakiwa wengi gawio itakuwa kubwa, kwa sababu tunakwenda kwenye mfumo wa uwekezaji, mfumo wa hisa, 51-49. Wakatengeneza mikakati ya kuandaa ukomo wa wanachama wao watu 50,000. Sisi wanachama na mashabiki tukapiga kelele, hapana, haiwezekani klabu ya Simba, klabu ina watu wengi. Ina maana mimi Dr. Mo mtoto wangu akizaliwa wakakesha miaka ijayo nataka kuwa shabiki wa Simba, akitaka kuwa mwanachama wa Simba, asipate hiyo platform. Tukapiga kelele na mkutano mkuu wa mwaka 2022 tarehe 21 ukatengua hilo. Wanachama wakawa hawana ukomo, lakini ni upande wa mwekezaji ndio ambao ulipendekeza wanachama wana ukomo wa watu 50,000. Sisi tukaondoa ile zuio. Lakini bado wakaendelea kushikilia toka mwaka 2017 wanachama wa Simba hawajapata haki yao ya kusajiliwa wanachama wapya. Wanachama waliopo ni wale wale. Kwa database ya Simba hawazidi 14,000. Leo Yanga wa database ya watu wanaingiza hela nyingi sana kupitia eneo hilo. Wanachama wa Yanga wakilipa pesa hao 200,000 hata 20,000 tu wana zaidi ya bilioni
bilioni 20 kwa mwaka wanazipata. Sisi tunapata nini? Na upande wa uwekezaji walizuia haya kwa sababu hakutaka klabu ya Simba 51% iwe na nguvu kifedha, kwa sababu ikiwa na nguvu kifedha haiwezi kufuata matakwa ya upande wa uwekezaji. Kwa hiyo wakazuia hili la kudahili wanachama wapya ili klabu yetu ikose mapato, isiwe na fedha, ili tuwe ni timu ambayo inategemea mtu. Hatuwezi, tumechoka. Leo mpaka sasa hizi timu yetu ina struggle kupata mishahara wachezaji. Mwekezaji hapatikani. Mwekezaji hapatikani. Dirisha la usajili dogo, mwekezaji hapatikani kwenye simu mpaka dirisha linakaribia kufungwa. Wewe ndio baba wa familia, unajua kila Januari lazima mimi watoto wangu niwalipie ada. Inafika Januari unafunga simu, unapatikana mwezi wa 4. Wewe ni baba bora kweli? Hapatikani. Timu yetu inahitaji maboresho kiufundi, of course. Hatuna timu mbovu kiasi hicho, lakini kwa wale maeneo ambayo tunaona kama tunafanya maboresho, basi tajiri atoe pesa tuweze kusajili. Tajiri hapatikani kwenye simu mpaka leo. Mwenyekiti Murtaza Ali Mangungu kwa hekima yake na busara yake akasema hawa wachezaji ambao wanataka kuuzwa, Jean Charles Ahoua anakwenda CR Belouizdad pamoja na Steve Dese Mukwara anakwenda Al Masry, tuwauze, hizi pesa tuzielekeze kwenye kusajili nini, wachezaji wapya ambao wataisaidia klabu. Ndio unaona kina Libase Gueye, Anicet Yaula, unamuona huyu Nixon Kibabage, golikipa Mamadou, pamoja na mchezaji mmoja ambaye klabu ilimpata ikamwambia Jeruti tusaidie kusajili, Jospini Inos Liomba, mshambuliaji hatari kutoka Kongo. Mwekezaji yuko wapi? Kama makubaliano yetu sisi ilikuwa ni kuisaidia Simba, imekuwa ni mazoea na sio mara ya kwanza. Kuna shida, mwekezaji hapatikani. Kuna wakati niwaambie leo, kuna wakati Simba ilikuwa inataka iende kucheza Al Masry, iende kucheza Misri. Simba ikawa haina hela kusafirisha wachezaji. Mwekezaji hapatikani kwenye simu. Mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu akahangaika yeye na wajumbe wake kwenda kukopa pesa kwa baadhi ya wadau ili timu isafiri. Akapata pesa, timu ikasafiri. Lakini timu ilifika finali, pongezi nyingi anapongezwa mtu mmoja, anakashifiwa mtu mwingine. Matokeo akiwa mazuri ya klabu ya Simba anapongezwa mtu huyu, anakashifiwa Mangungu. Hapana, mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Mwenyekiti Murtaza Ali Mangungu ndio mwenyekiti pekee kwa sasa mwenye mafanikio kuliko mwenyekiti yote unamjua wewe tangu Simba iundwe. Kwa takwimu, chini ya uongozi wa mwenyekiti Mangungu timu imeenda finali na asibekane. Chini ya mwenyekiti Mangungu timu imecheza CAF Champions League robo finali 5. Chini ya mwenyekiti Mangungu timu yetu imeingia group stage ya CAF Champions League mara 7. Lakini chini ya mwenyekiti Mangungu timu yetu ya klabu ya Simba mapato yake yameongezeka. Tulikuwa tuna bajeti ya bilioni 1 kwa mwaka. Leo bajeti ya Simba ni bilioni 25. Mapato yameongezeka chini ya utawala wa Mangungu. Sasa unasemaje Mangungu ni mtu mbaya? Leo tunafungwa pale uwanjani Benjamin William Mkapa, mchezaji anachukua mpira, anarudisha nyuma, tunafungwa. Unapata nguvu wapi ya kumkashifu kiongozi Mangungu? Amekosea wapi? Structure ya uendeshaji wa klabu ya Simba inasimamiwa na bodi ya kurugenzi. Bodi ya kurugenzi mwenyekiti wake anatoka upande wa mwekezaji ambao sasa hivi ni Crescentos Magori. Ndani ya bodi wao wako wengi kuliko upande wa 51%. Wao ndio wana initiate malipo ya wachezaji, wao ndio wanasajili wachezaji, wao ndio wanapanga kila kitu. Lakini pia chini ya bodi ya kurugenzi ambao mwenyekiti ni Crescentos Magori, yupo upande wa mwekezaji wa Isa 51%. Ndani yake kuna wajumbe wetu wapigia kura wa wanachama tuliwachagua mkutano mkuu. Chini yake ndio kuna operation ambayo ipo chini ya CEO. Kuna operation ya klabu ya Simba, watendaji wapo 28. Watendaji zaidi ya 27 wote wanatoka kwa upande wa mwekezaji. Ni mtendaji mmoja tu ambaye anatoka kwa upande wa 51%. Sasa timu leo ikikosa matokeo, Mangungu analaumiwa kwa sababu zipi? Niwaambie wana Simba, ni wakati wa kuamka, kuipigania nembo ya klabu ya Simba. Tumedanganya vya kutosha. Uwekezaji huu kimvuli hautufai. Leo Mohamed Dewji Mo sisi mwaka 2021 mkutano mkuu alituambia atajenga miundombinu. Baba ni play sauti yake sekunde moja.
atajenga miundombinu ya klabu ya Simba kuanzia hosteli za wanawake, hosteli za wanaume, ataboresha Mo Simba Arena. Leo ni mwaka wa ngapi? Mwaka wa 5. Hajafanya. Kwa nini hajafanya? Ina maana maendeleo ya klabu yetu hayapigi hatua. Leo Yanga wajenga uwanja wao pale Jangwani, ukiisha sura zetu taziweka wapi? Klabu haiendi kwa sababu imejificha koti la uwekezaji, transformation. Sasa hatuwezi kosa matokeo kwa sababu ya koti la uwekezaji. Ni bora watu sahihi ambao watabeba maono ya klabu ya Simba, wataweka hela kwa ajili ya kuinasua Simba ilipo. Kwa sababu ndani ya timu yetu kuna watu wanapigishana shoti, hii timu ikosa matokeo, lawama tupiwe mwenyekiti Mangungu, kwa sababu wanajua timu ikifungwa hashambulii tajiri, hashambulii magoli wala nani, ila ni mwenyekiti Murtaza Mangungu. Kwa hiyo wanafanya makusudi. Leo tumesema hapana, tunaweka kila kitu hadharani ili mwenye macho asikie na amue. Akili za kuambiwa changana na nani na za kwako. Leo hata kushindana na wachezaji sokoni, Yanga wamekuwa kutushinda. Mnajua sababu yake? Ni kwa sababu uwekezaji, upande wa uwekezaji ambao ndio unataka usajili, hauweki hela ya kutosha. Wala niokero tumeshindwa, wamechukua wao. Kila mchezaji ambaye tukumbana na Yanga wanachukua wao. Kwa staili Yanga utamfunga wewe? Leo tumesema hapana, tueleze ukweli, watu wajue. Sisi tuko pamoja na mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu. Mwenyekiti Mangungu, tunakutia moyo sana. Kazi yako unaipiga ni ya kutukuka. Upo Simba kwa ajili ya maslahi ya Simba. Ila kazi yako haionekani kwa sababu umevishwa ubaya. Watu wengi hawajui kweli. Yaani kazi kubwa anafanya Mangungu na sifa mtu mwingine. Leo tumesema hapana, tuweke wazi. Watu Tanzania waelewe. Sisi tuko pamoja na mwenyekiti Mangungu, apige kazi na Mangungu apepewe tena. Sisi tunaelewana ndugu zangu. Mangungu apepewe, ni kiongozi wa uvumilivu wa hali ya juu. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa namshambulia sana Mangungu. Mwenyewe mnajua. Ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa simkubali Mangungu. Lakini nimeenda chini, nimego deep, nimefanya research, nimekusanya data, nimekusanya taarifa sahihi, nimejiridhisha Mangungu anaonewa. Hana kosa lolote. Leo tajiri wetu Muhindi amekuja na mkeka Simba, atudai bilioni 77. Anataka Simba tusaini Simba, tumlipe hela yake. Sisi tunauliza hizo bilioni 77 ni mkutano gani mkuu wa chama ambao ulipitisha kwamba yeye anatuazima bilioni 77 anapaswa kurudishiwa? Kwa sababu chombo cha juu cha maamuzi tena kabla Simba ni mkutano mkuu. Hakuna mkutano mkuu umekaa akaenda akatuambia bwana nawakopesha bilioni 77 mtarudisha. Leo anaforce operation za klabu, viongozi wa klabu wasaini hela bilioni 77 hatudai. Hatuko tayari. Hizo bilioni 77 si wanachama hatuzijui kwa sababu hakutuita kutushirikisha. Labda kuna mtu alimpa aseme. Si tunaelewana jamani? Kwa hiyo kimsingi huo ndio utaratibu. Leo klabu yetu haipigi hatua. Miundombinu pale Bunju iko dormant. Iko dormant. Hakuna progress yoyote. Tumeishia tu kujenga ukuta pale. Tuna viwanja vya mazoezi. Lakini mwekezaji alituambia atatujengea viwanja na jimu ya kisasa. Iko wapi? Atuoneshe. Sasa hatuwezi kuwa na uwekezaji kimvuli ambao hauna manufaa. Sisi tunachokiomba kama wanachama na tulichokiazimia, uwekezaji huu sisi hauna manufaa na sisi. Waje wawekezaji wengine ambao watatushika mkono. Kama BMT na serikali wameamua kuibariki katiba yetu wa klabu ya Simba iliyopita, kuna mkutano mkuu uliopita, basi izingatiwe hiyo katiba, wawekezaji waongezeke, klabu yetu ipate hela iende mbele. La sivyo tutakuwa tunalia kila siku na tutafungwa na Yanga kila siku. Ndani ya timu kuna wachezaji bora. Kwa mfano, Inos Liomba ni mchezaji ambaye juzi angewekwa angecheza, lakini kwa taarifa hizo nazo kuna maelekezo kutoka juu mchezaji fulani asicheze. Akicheza mchezaji huyu kwa sababu kasajiliwa fulani, atasajiliwa na fulani. Hatuwezi kufika huko. Sisi tumechoka hiyo mivutano. Mwenyekiti wetu anaveshwa zigo zito, misumari migumu, jumba bovu ambalo alimuhusu, sio makosa yake. Na sisi wanachama wa Simba tumeshindwa kuwa watafiti wa kufuatia shida ya Simba iko wapi. Ni waombe wanachama wa Simba, mashabiki wenzangu, wanachama,
tujikite kwenye utafiti kujua chanzo cha Simba ni wapi. Na siku mkija kujua sio Mangungu, mtalia na kusaga meno. Mangungu ni mtu sahihi sana wa kukaa na kuisimamia Simba kwa maslahi mapana ya Simba. Simba yetu inataka kutekwa, iingizwe mfukoni. Hatukubali. Hii ni klabu ya wanachama na itabakia kuwa klabu ya wanachama. Hatuko tayari kuona klabu yetu inachezewa na inakuwa ni tambara deki ya kila mtu mwenye shida zake anapangusia hapo. Hatuko tayari. Sisi kama wanachama wenye influence kubwa tumeamua kuja mbele yenu kuwaambia wana Simba, si shida ya Simba iko kwenye upande wa uwekezaji. Uwekezaji wake umetuathiri kwa kiwango kikubwa. Wanachama tunalalamikia kadi hazisajiliwi, matawi kuvunjika. Tunazungumzia maendeleo yako dormant. Wachezaji tumekuwa timu ambayo tunanunua wachezaji kila mwaka. Tunazidiwa tena Azam imeanza juzi, inazalisha wachezaji yake wenyewe. Tajiri yupo, kila ukimwambia subiri transformation ifike mwisho. Mpaka lini? Kwa sisi tunaomba pia serikali tusaidie. Huu uwekezaji sisi hatuutambui. Ni bora ufutwe, uanze upya. Ufutu kabisa. Kwa sababu ni uwekezaji ambao ni wa kijanja, hauna masuala sisi. Uwekezaji huu unatukwamisha. Timu yetu haisongi mbele. Timu leo inakuwa asipopatikana kwenye simu yeye peke yake, timu yote haifanyi kazi. Nyinyi mnakumbuka mechi ya tarehe 8 mwezi wa 6. Dabi ya Kariakoo tupigwa bao 2. Mnakumbuka? Ule mgomo. Wachezaji paka wanakwenda kwenye mgomo wanadai pesa. Malimbikizo yao ya kafu, tajiri hapatikani. Sasa unaenda kucheza timu kama Yanga iko Pakome nyumba nani? Max iko ndani. Alafu una njaa unadai hela yako. Utafanikiwa kweli wewe? Ndio maana tukafungwa. Huu ndio ukweli wana Simba. Kama ni mchungu uchukueni, kama ni mtamu uchukueni. Ila digest, mchambue, tujue sisi kama klabu tunazimia nini. Lakini tumshike sana Mangungu. Ndio kiongozi pekee ambaye atatuvusha hapa tulipo. Mimi nisiongee sana. Kuna waongeaji wengine, mkaribishe JB 64 naye pia aweze kuongea. Yangu ni hayo.